Saa 2 usiku tayari ukumbi wa Entebbe Hall ulikuwa umeanza kupendeza. Wageni mbalimbali walikuwa wameanza kufika kuungana na wenyeji wao kwenye sherehe ya binti yake Daudi Nyuso. Watu mashuhuri walikuwa ni miongoni mwa wageni waalikwa. Wanasiasa, wasanii na hata viongozi wa serikali walikuwa wameanza kuhudhuria sherehe hiyo iliyotazamiwa kufana. Miongoni mwa wageni waliokuwa mwanzo kabisa kuhudhuria alikuwa ni Gachu Maitaro, ambaye alijua namna alivyopata kadi ya mwaliko. Alikuwa amevaa suti nzuri na kujipulizia uturi wa bei ghali ili kuendana na mazingira halisi ya usiku huo. Lakini hakuwa peke yake pale ukumbini. Zuki Gadu alikuwa ni miongoni mwa wahudumu wa kugawa chakula. Alipata nafasi hiyo baada ya mtu aliyepewa tenda chakula kuitisha usaidizi kutoka sehemu mbalimbali kwa tenda muda mfupi. Miongoni mwa wafanyakazi wake usiku huo alikuwa ni Zuki Gadu, ambaye alitumia udhaifu huo waandaa chakula kuto kuajiri watu wa kudumu kwa kukwepa gharama za kulipa kila mwezi. Miguu ya kuku alivaa kama walivyokuwa wamevaa wahudumu wengine. Alipendeza kwenye sare za wahudumu. Mbali na kuhangaika kutenga vifaa vya kuwekea chakula, alikuwa anahangaika kujua mazingira ya vyooni, hasa vyoo vya kiume. Alivitembelea mara kwa mara na kuona namna vilivyokuwa. Alifanya hivyo kwa sababu alishapata habari kwamba Daudi Nyuso alikuwa mgonjwa wa kisukari, na bahati mbaya ugonjwa wake huo ulimlazimisha kuhudhuria maliwatoni kila mara. Ndani ya saa moja huweza kuingia maliwatoni kwa zaidi ya mara 5 au pungufu kidogo. Licha ya kuwa na ugonjwa huo, lakini mara chache aliweza kupunguza idadi ya ziara za chooni kwa kunywa aina fulani ya dawa ambayo humsaidia kupunguza safari za maliwatoni. Miguu ya kuku alihakikisha hapotezi hata dakika moja ya kufuatilia mienendo ya Daudi Nyuso. Alichagua kona nzuri ya kuhudumia kwa lengo la kufuatilia mienendo ya mtu mtakaye. Majira saa 3:30 usiku tayari ukumbi ulikwisha pendeza. Wageni waalikwa walishafika kwa wingi na mshereheshaji alishaanza kwenda na ratiba. Muda mfupi baada ya Daudi kuingia ukumbini, alienda msalani. Tukio hilo lilishuhudiwa vyema na miguu ya kuku. Nyuma ya Daudi Nyuso kulikuwa na walinzi wawili ambao hawakumwacha hata hatua moja. Kitu kingine alichogundua ni kuwepo kwa walinzi wengine wawili waliokuwa kando ya mlango wa kuingilia maliwato ya kiume. Zuki Gadu aliamua kubadili mbinu. Aliamua kufanya kila aliloweza na kufanikiwa kuingia kwenye vyoo vya wanawake. Akagundua kitu ambacho awali hakuwa amekifahamu. Daudi Nyuso alipokuwa akiingia kwenye vyoo vya kiume hakuwa akitumia choo cha kawaida, bali kulikuwa na chumba maalum kilichokuwa kimejengwa kwa muda, na chumba kile kilikuwa upande wa vyoo vya kike. Nilishindwa wapi kujua kama huyu bwegi ana choo chake maalum alijiuliza huku akiwa anamsikia Daudi akiwa anamaliza haja zake. Akachunguza kwa namna yote aliyoweza na kuona ni namna gani ataweza kufanya alichokusudia. Akahakikisha hakuna mtu upande wa vyoo vya wanawake. Akatoka haraka kabla watu hawajaelewa kama alikuwa ameingia kwenye mlango asiotakiwa kuingia kwa sababu ya jinsia yake. Akaendelea na kazi zake huku mara kwa mara akiwa makini kuzihesabu ratiba za Daudi Nyuso. Bado tunakimbiza. Hii ni sehemu ya 7 ya riwaya ya Zuki Mwiba wa Chuma. Bahati Kisarwa Mwamba ndiye mshika kalamu. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743 217 523 ndio nambari zetu za simu. Karibu Alwatan kwenye riwaya ya mapigano. Hii ni Zuki Mwiba wa Chuma sehemu ya 7. Bado tunaendelea kukandamiza. Saa 4:45 ujumbe mfupi uliingia kwenye simu ya Zuki Gadu, akaitoa na kusoma. Wanaenda kujipanga kwa ajili ya chakula. Maliza kazi. Ujumbe ulisomeka hivyo na alielewa walitoka kwa Gachuma ambaye alikuwa ukumbini na kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha hakuna kinachoenda tofauti. Endapo Zuki angelizidiwa, yeye alitakiwa kutoa msaada.
Miguu ya Kuku baada ya kupata habari hiyo haraka akajichomoa kwenye ratiba, akapotelea kwenye milango ya vyoo, kisha akachagua kuingia kwenye vyoo vya wanawake ambavyo havikuwa bizi, na aliingia akiwa na besini la maji na ufagio. Hata wale wanawake wachache waliokuwa upande huo hawakumtilia shaka kwa sababu walihisi alikuwa ni mfanya usafi. Alipohakikisha hakuna mtu aliyekuwa akimtazama, akaingia kwenye mlango wa choo cha mwisho kabisa kilichopakana na ukuta uliotenganisha vyoo vya upande wa wanawake na wanaume. Alikaa humo na kusubiri kile alichokuwa nasubiri. Dakika 10 baadaye alisikia mlango wa boksi ukifunguliwa. Alijua kilikuwa ni cha kuegesha kilichokuwa kikitumiwa na Daudi Nyuso. Choo hicho kilikuwa mwisho kabisa, kikiwa kimepakana na ukuta uliotenganisha vyoo vya upande wa wanaume na wanawake. Zuki alinesa na kukamata kingo ya ukuta wa choo alichokuepo. Akatazama pande zote na kuona upande wa wanaume hakukuwa na watu zaidi ya Daudi aliyekuwa akiendelea na huduma zake. Alishagundua mtu hakuruhusiwa kuingia kama Daudi Nyuso angelikuwa chooni. Walinzi wake walihakikisha bosi wao hakutani na mtu hadi atoke huko. Zuki alidandia ukutani na kujitahidi kuufikia ukuta uliotenganisha. Akaufikia na kuchumpa hadi upande wa pili wa vyoo vya kiume. Akatua mithili ya paka bila kutoa kishindo na alitua kando ya mlango wa choo cha kuegesha. Alisukuma mlango na kukutana uso kwa uso na Daudi Nyuso ambaye alikuwa ameshituka baada ya kuhisi kulikuwa na mtu nje ya choo. "Umetokea wapi shetani mkubwa wewe? Daudi alisema kwa wasiwasi. "Unamuulizaje swali hilo mdogo wake shetani?" Zuki naye alimuuliza bila kupoteza muda. Akaanza kumshambulia, lakini haikuwa rahisi kama alivyodhani. Daudi naye hakuwa mnyonge. Alijitahidi kwa namna alivyoweza kuyakwepa makonde ya Zuki. Akatoka kwenye choo chake na wakawa kwenye korido pana ambayo haikuwa na mshuhudiaji. Daudi akataka kufanya ujanja wake. Akapigiza miguu chini mara moja, na alipotaka kupiga mara ya pili, miguu ya Kuku alishatambua ni kitu gani kitafuata. Akawahi kumfuata na kumrushia makonde kadhaa. Akafanikiwa kuzuia kitendo alichotaka kukifanya adui yake. Miguu ya Kuku akaruka sarakasi moja safi na kwenda kutua kifuani kwa Daudi. Akamtupa chini. Hakumpa nafasi kwa sababu alijua akicheza na muda kuna mambo mawili yaweza kutokea: Daudi kupotea au walinzi kutokea. Hakuwa tayari kuiona yote kitokea. Hesabu zake zilikuwa nyuma ya muda. Daudi baada ya kuanguka chini alipiga makofi mawili ya haraka haraka na yote yakatua sakafuni, akapotea. Haiwezekani, Zuki akasema huku akiwahi kusimama karibu na mlango wa kutokea, kisha naye akapiga miguu chini mara 2. Na hapo akamwona Daudi akiwa mbele yake hatua 2, na alikuwa na kisu cha kukunjua tayari kwa kumshambulia. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743 217 523 ndio nambari zetu za simu. Kama una uchawi mwingine ufanye. Zuki alimdhihaki huku akilikwepa pigo la kisu lililolenga moyo wake. Akaudaka ukosi wa koti la suti, kisha akaachia mapigo mawili safi yaliyotua mgongoni na kumwacha akiwa na maumivu makali. Hakumwachia. Akamgeuza na kumtandika kichwa kizito kilichoondoka na meno mawili ya mbele. "Kumbe una meno ya bandia?" Zuki alimdhihaki tena baada ya kuona meno yenye mpira yakiwa yamechomoka mdomoni. "Shetani mkubwa wewe," Daudi alilalamika. "Labda umesahau, mimi ni mdogo wake shetani kabisa, yani mimi ndo mwisho kwenye uzao wao." Zuki alisema huko akidaka shingo ya Daudi. Akaminya kisarabu kima kwa vidole viwili, kisha akavuta kama anaitaka kukenyefoa. Anarudia tena kwa mara nyingine, kisha namtandika kichwa kizito na kumwachia. Daudi akatamani kupiga kelele lakini hakuweza. Akatamani kusema lakini hakuweza. Akabaki akiwa ameshika shingo yake kwa mikono miwili na macho yake yakimshuhudia Zuki gadu akiruka ukuta na kuangukia kwenye vyoo vya wanawake. Akapotea kwenye mboni za macho yake. Daudi akaanguka chini huku akiwa na kiu kikali.
kiu ambayo hakuweza kuipoza hata kwa mate. Kichwa nacho kilikuwa kinauma kuliko kawaida. Hakujua kama ni lile pigo la kichwa pekee alilopigwa ndilo limeondoka na utimamu wake. Alikumbuka namna alivyomdhihaki miguu ya kuku kwa kuicheka miguu yake iliyo sawa na mkono wa mtoto wa miaka 7. Hakujua kuwa ilikuwa imebeba kichwa kizito chenye tani kadhaa zilizoharibu ubongo wake. Daudi Nyuso alishuhudia damu zikitoka puani na masikioni. Koo nalo lilizidi kuishiwa hewa na hakuweza kuvuta wala kupumua vizuri. Nguvu za mikono nazo zikamwisha. Akaliachia koo lake huku miguu ikitapatapa taratibu. Giza likiingia machoni mwake na alichoona ni watu wengi wenye miale ya moto machoni na mdomoni wakimpa mikono. Daudi alikata roho bila kuomba sala ya toba kwa mabaya yote aliyowahi kuyafanya duniani. Akafa kibudu. Zuki Gadu baada ya kutoka chooni hakujali wamama waliokuwa wakimshangaa mwanaume akitokea vyoo vya wanawake. Akatoka nje ya ukumbi akiwa ni mwenye kasi kubwa huku akiwasiliana na Gachuma kwa njia ya simu. Breki ya kwanza ni ilipokuwa gari ya Gachuma akaingia na kutulia. Dakika 15 baadaye hakukuwa na sherehe tena bali vilio vilisikika kila kona. Heka za watu wakikimbia huko na huko ziliwapa nafasi wao kutoa gari yao kwenye maegesho na kutokomea. Mjinga alipotea tena. Zuki akaanza kumsimulia Gachuma. Nilijua lazima aundezengwe, Gachuma alisema huku akicheka kwa furaha. Na mimi nikafanya ulivyoniambia. Mjinga alikuwa karibu kuzamisha kisu karibu na moyo wangu. Angeniua bazazi yule, Zuki alisema. Hiyo ni sababu kubwa jamaa huwa anaogopa na maadui zake. Akipotea ni lazima kuwe. Daudi Nyuso aliogopa na kila mtu. Pale hata ungelitumia risasi usingemfanya kitu. Wanaambia jamaa alipikwa kwenye pipa lenye maji ya moto kwa siku 7 na alipotoka salama alikuwa anaweza kuweka bunduki mdomoni na kujipiga. Ila risasi itaishia kurudi ikiwa nzima kabisa. Mshambulie unavyotaka lakini hakuna risasi itapenya kwake. Kiufupi lilishindikana. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743217523 ndio nambari zetu za simu. Gachuma alimalizia simulizi ambayo hakuwahi kumpa rafiki yake kuhusu Daudi Nyuso. Kwa nini hukuyasema haya? Zuki alimuuliza. Bila shaka ungegairi kumfikia na ukahatarisha usalama wa rafiki yako. Ilikuwa lazima nikuache ufanye yako. Wewe nakujua ni mwiba ambao unachoma popote pale. Wewe ni mwiba wa chuma. Ule ujasiri pekee wa kumvizia mchawi kama yule inatosha kukupa sifa zote nilizokupa, Gachuma alisema huku akiingiza gari kwenye geti la nyumba yake kifahari. Nyumba aliyoishi peke yake. Ukiachana na serikali, watu wengine pia wanaweza kukuwekea msako ili ukuone ulivyo. Kumuua Daudi ni hadithi ya kweli iliyotokea watu wakiishi. Lazima uondoke usiku huu, Gachuma alimwambia Zuki. Zuki naye hakutia neno. Ilikuwa ni siku ya pili tangu arejea nchini kutoka Entebbe, Uganda. Kwa kipindi chote alichokuwa nchini, hakutoka nje nyumba yake, wala hakutaka kujishughulisha na jambo lolote mbali na kujipa mapumziko. Wakati wote alikuwa akiwaza vioja vya Daudi Nyuso ambaye kifo chake kiliacha gumzo kubwa nchini Uganda. Watu wengi walionyesha hisia zao za furaha kwa kifo cha mtu huyu ambaye alitokea kuwa mwiba kwa watu mbalimbali. Hakuwa mtu mwenye sifa njema na maisha yake yaligubikwa na kiza kizito kiasi kwamba akatokea kuwa mmoja wa watu wenye kutolewa mifano yenye shari na aibu kila mara. Wapo walionufaika na maisha yake na hao ndio waliosikitika juu ya kifo chake na walilia kugalagala. Zuki Gadu alipata ripoti za kila kilichokuwa kikiendelea nchini Uganda kupitia kwa Gachuma. Daudi Nyuso, sitakusahau maisha yangu yote, aliwaza huku akimaliza kula chakula kilichoshibisha tumbo lake. Chakula ambacho kama ungelipima ilikuwa ni zaidi ya kilo 1 na robo ya wali.
kwake ni mlo mmoja tu kati ya milo mitatu ya kila siku. Wakiamua kumfuatilia ulaji wake, basi hautachelea kugundua alikuwa akila angalau kilo 5 au 5.5 kwa siku moja pekee, huko akiwa na kunywa lita 2 hadi 3 za maji. Licha ya kupiga chakula kingi namna hiyo, lakini ni aghalabu kulikuta tumbo lake likiwa limevimba na kukizidi kifua. Akila ni kama amekula na akiwa na njaa ni kama amekula tu. Nguvu yake ni nadra kupungua mwilini mwake hata kama akiwa ameutumikisha kwa kiasi gani. Jioni ya siku hiyo Zuki Gadu aliamua kutoka na kunyoosha viungo vyake baada ya kuupa mwili pumziko la saa 48. Hakuna mpango wa kukimbia zaidi ya kilomita 8 kwenda na kurudi. Kama kawaida, njiani alikutana na majirani zake ambao walikuwa wakimtupia maneno ya hapa na pale, naye akiyapokea kwa tabasamu na wakati mwingine akirudisha kama yalivyomfikia. Kilomita 4 za kwenda alizimaliza na kugeuka kurejea nyumbani kwake. Akiwa amekimbia kilomita 2 na mita kadhaa hivi, masikio yake alinasa sauti ya mungurumo wa pikipiki hatua chache nyuma yake. Mungurumo huo haukuwa na ugeni masikioni mwake. Haraka akaruka na kusimama kando ya barabara, na wakati huo pikipiki ilipita pale pale alipokuwa kabla ya kuruka kando. Dereva wa pikipiki akaangusha bahasha nyingine na kutokomea kwa kasi kubwa. Huyu mjinga amejuaje nimerejea? Kwa nini kila ninapofika hapa na yeye hutokea nyuma yangu? Alafu alisita. Macho yake yakaenda pale alipoona bahasha yenye ufanano na ile ya awali ikiwa imedondoshwa barabarani. Akasogea na kwenda kuiokota. Mimi ni Ibrahim Hussein wa Simulizi Club. 0743217523 ndio nambari zetu za simu. Ina maana pikipiki yake haina mlio hadi ikukaribie? Alijiuliza huku akifungua ile bahasha. Ndani kulikuwa na karatasi ndogo iliyokuwa na maneno machache yaliyoandikwa kwa mkono. Jackie Hotel, chumba nambari 78. Aliyesoma na kuishia kutabasamu mithili ya mtu aliyeona kinyesi cha mtu mzima katikati ya njia ya waenda kwa miguu. Akaichana ile karatasi vipande vidogo vidogo na kuvitupa viwe starehe ya upepo kwa kupeperushwa huko na huko. Naona anataka kuchonga mzinga. Aliwaza huku akianza kukimbia kwa kasi kuelekea nyumbani kwake. Alikimbia huko hasira zikiwa zinamuongoza kiasi kwamba kasi yake ikawa haielezeki kirahisi. Kwa makadirio, kila baada ya sekunde 7 alikuwa anamaliza mita 100. Alikimbia kwa kasi kuliko Mjamaika mwenye rekodi bora duniani, rekodi ambayo haijavunjwa hadi sasa ya kumaliza mita 100 kwa sekunde 10 pekee. Watu walimshangaa na wengine wakadiriki kutaka kurekodi mbio zake, lakini hadi wanaziweka sawa simu zao, Zuki Gadu alikuwa mbali na upeo wa macho yao. Walibaki wakicheka kwa furaha iliyochanganyikana na mshangao wa kumwona binadamu anayekimbia kwa mithili ya duma nyuma ya mkia wa swala. Kwa kuwa alikuwa ni mwindaji halisi, alizijua vema tabia za wawindaji wengine, hivyo hakutarajia kumkuta mwendesha pikipiki akimsubiri njiani wala mahali popote, kwa sababu ujumbe aliotakiwa kumpa tayari alishampa. Hivyo hakukuwa na sababu nyingine yoyote ya kumfanya akite kambi mahali kumsubiri. Alivyowaza ndivyo ilivyokuwa. Ahadi na anafika nyumbani kwake hakukuwa na kizuizi chochote wala dalili yake. Alifika nyumbani salama na moja kwa moja alielekea kwenye chumba cha mazoezi. Hakujali kupunguza nguo mwilini baada ya kutoka kukimbia, wala hakunywa maji kama ilivyo kawaida yake. Hasira kali zilikuwa zinakiendesha kichwa chake kuliko kwa wakati mwingine wowote. Alichukia zaidi. Alimchukia mwenye pikipiki na alitamani saa zisogezwe ili wakutane wakiwa wawili na wote wenye siha njema, ili mmoja asije kusingizia ugonjwa ama udhaifu mwingine wa aina yoyote ile. Nini kilichoendelea? Usikose sehemu ya 8.